Tangazo likitolewa mara moja kanisani hahitaji lirudiwe. In fact, kabla ya hilo tangazo yeye atakuwa tayari ameshaenda hatua. Namalizia hiyo nukuu. Ni lazima pawe na juhudi za dhati kupata mbaraka wa Bwana, si kwa sababu Mungu hatamani kutoa mbaraka wake juu yetu, lakini ni kwa sababu hatujajiandaa kupokea. Hii peke yake kwa Mkristo msafiri wa mbinguni inatosha asilale usingizi. Kati ya vitu vinavyonisumbua hii ni mojawapo. Kuna wakati nakazana naomba, halafu nikisoma hii nukuu inasema sijajiandaa ndio maana sipokei. Sijui mimi inanisumbua, inanitesa. Kuna wakati naomba napiga magoti, kuna wakati namwambia Mungu sasa sitasema neno lolote, napiga magoti nakaa nusu saa, maana namwambia yote, namna yote ya kuomba nimeshaomba, na maneno yote ninayoweza kutumia nimeshatumia. Sasa hapa wewe omba kupitia kwangu, mimi sasa nimenyamaza. Kama kuna neno jingine la kuniambia namna ya kuomba niambie, maana ninayojua nimeshaitumia yote. Kuna mafungu mawili nafikiri ndio tutacheza nayo tu, hayo mengine yatajazia. Mathayo 4:19 kati ya mafungu ninayoyapenda sana. Inasema nifuateni nami nitawafanya kuwa wavuvi wa nani? Kwa hiyo kazi ni kufanya nini? Kufuata. Kwa kila mfuasi hana haja ya kujifanya kuwa mvuvi. Ni kazi ya Yesu kumfanya kila mfuasi kuwa mvuvi. Yaani ni kazi yake. Yeye akiwa mfuasi tu atamfanya kuwa mvuvi. Hakuna namna nyingine. Hivyo ina maana wito wa kwanza tulioitiwa, wito wa kwanza sio kuwa katibu. Wito wa kwanza sio kuwa president. Wito wa kwanza sio kuwa mkurugenzi. Wito wa kwanza sio kuwa mhazini. Wito wa kwanza sio kuwa mtumishi ndani ya kanisa. Wito wa kwanza ni kuwa mfuasi wa kweli, Mkristo wa kweli. Hata hivyo Roho Mtakatifu anatumia Wakristo wa kweli, na ndiye mtendaji wa kazi. Wewe huo ndio wito wa kwanza. Swali, hivi ninaweza kuwa mchungaji asiye Mkristo wa kweli? Hivi naweza kuwa katibu asiye mfuasi? Inawezekana? Haiwezekani. Unajua mimi nimeanza kazi ardhi. Nimefanya kazi ardhi miaka 12 ndio nikaingia uchungaji. Sorry to say, lakini nilipoingia uchungaji kuna siku ndio mwaka wa kwanza kulizungumzwa kitu fulani kilifanyika hakikuwa kizuri. Sasa mimi nikasema unajua tunaweza tukakosea tukafanya, nikashikwa mdomo. Kaambiwa mchungaji hicho hakiwezekani. Yaani hawezi kufanya hicho. Nataka nikuambie kwa jina la Bwana, kila kundi yako makundi mawili. Iwe ni wachungaji, iwe ni wazee wa kanisa, iwe ni wahazini, kama tunavyosema kwa washiriki makundi mawili, kote tuko makundi mawili. Kwa hiyo naweza kuwa mchungaji asiye Mkristo wa kweli, naweza kuwa katibu asiye Mkristo wa kweli, na Roho Mtakatifu anatumia Wakristo wa kweli, wafuasi. Kwa hiyo hili ndilo hitaji kubwa, utaua wa kweli, la muhimu, la haraka, na ndio kazi yetu ya kwanza kulingana na neno la Bwana. Roho Mtakatifu yupo kwa ajili ya kazi, na yeye anawatumia kila waliojitoa kwa moyo wa kweli kumtumikia Mungu. Haina maana kwamba wameshafika. Yaani tunaposema Mkristo wa kweli, haina maana kwamba amefika, amekamilika. Lakini kutoka ndani moyoni, maana Mungu anafanyia kazi shauku zetu.
huwezi kufikia kiwango, hiyo ni Christ Object Lessons, huwezi kufikia kiwango zaidi ya kile ulichojiwekea katika maisha ya Ukristo. Utaishia kiwango ulichojiwekea. Kwa hiyo Roho Mtakatifu ndiye wakala ambaye anatutumia katika kazi, na kwa sababu hiyo ni lazima tuhakikishe kutoka kwetu hakuna kitakachomzuia ili kututumia katika kazi yake.